haijibu na damu. Ziada. Hii, tulia bana. Kabla hujasikiliza hadithi, bonyeza like, subscribe na kengele. Ebu niambie hapo chini, unasikiliza ukiwa wapi? Usije ukasema uko kwenye daladala, dereva atageuka. Mama Esther hakuweza kuondoa picha za ndoto hiyo ya kutisha. Hata ilipofika asubuhi na jua kujaza chumba cha hospitali, sauti ya nyoka hao waliokuwa kifyonza bado ilikuwa ikisikika masikioni mwake. Alimtazama mumewe aliyelala kimya kitandani, na ukimya wake ulimtisha zaidi kuliko shambulio lenyewe. Ilikuwa kama kivuli kimewafuata kutoka kwenye ndoto. Siku hiyo alimchukua mumewe nyumbani kinyume na ushauri wa daktari, akiwa ameazimia kumzunguka kwa maombi na imani. Lakini jioni ilipotanda juu ya nyumba ya mchungaji Daniel Kipembe, utulivu ule ule wa kutisha wa ndoto yake ulianza kuingia kuta za nyumba. Kile Mama Esther akijua ni kwamba ndoto hiyo haikuwa tu onyo, ilikuwa mwanzo. Katika siku chache zilizofuata, mambo ya ajabu yalianza kutokea karibu na nyumba yao. Milango ilifungwa kwa nguvu yenyewe. Usiku walisikia nyayo kwenye ngazi, lakini Daniel Kipembe alipochunguza, hapakuwa na mtu. Mchungaji, njoo kwetu. Taa za dari zilizimika bila mpangilio, na Mama Esther aliendelea kusikia minong'ono usingizini. Sauti zilikuwa zikiita jina lake. Mara mbili aliamka na kumkuta mumewe amekaa chini akiwa ameloa jasho na akinung'unuka maombi kwa midomo iliyokuwa ikitetemeka. Wakati huo hakuna mtu aliyemwona Ziada Mcharo tangu Jumapili hiyo mbaya, lakini watu bado walizungumzia kutokuwepo kwake. Mama Hiaji, ambaye kila wakati alijikuta katikati ya kila kashifa, hata alianza kueneza uvumi mpya. Siku moja asubuhi, katika ushirika wa wanawake, alipunguza sauti yake kana kwamba alikuwa akishiriki siri kubwa. Nilisikia baba yake ni mtaalamu wa mambo ya kiroho, Mzee Kishimbo. Wanasema anafanya kitu hatari huko Kogi. Sijui kama ni kweli, lakini angalia kinachomtokea Papa Moto. Mungu atusaidie. Kufikia mwisho wa wiki hiyo, kanisa la Chemchemi ya Baraka lilikuwa limegawanyika. Wengine waliamini mchungaji wao alikuwa ameanguka dhambini na Mungu alikuwa akimwadhibu. Wengine walisema hili lilikuwa shambulio kamili ya kiroho kutoka kwa nguvu za uovu ambao wanaihusudu huduma yake. Kwa vyovyote vile, hofu ilikuwa ikikua ndani ya kanisa. Wapiganaji wa maombi walianza kukusanyika kila usiku wa madane kuombea. Lakini hali katika kusanyiko zima ilionekana kama inakaba pumzi, kana kwamba kitu fulani cheusi kimetanda juu ya huduma. Kisha Ijumaa usiku ilikuwa baya zaidi. Mchungaji Daniel Kipembe alikuwa akijiandaa kwa ajili ya kesha la kila wiki alipodondoka ghafla kwenye sakafu ya ofisi yake. Mwili wake wote ulitetemeka kwa nguvu kana kwamba amepigwa na umeme. Waangalizi, ashas na wazee walikimbila ndani. Walimnyanyua kumlaza kwenye sofa huku akipumua kwa shida, akinungununa maombi kwa midomo iliyokuwa ikitetemeka. Wengine walipiga magoti kando yake wakilia kwa uchungu. Kinachotutokea kwetu nini, Daniel? Nani amekufanyia hivi? Mbali huko Kogi, ndani kabisa ya msitu, Mzee Kishimbo aliketi huku miguu yake imevuka mbele ya moto tena, akiimba huku moshi mzito ukipanda kutoka kwenye sufuria za udongo. Macho yake yalikuwa yamefungwa kana kwamba angeweza kuona kitu kinachotokea maya 100 mbali. Alitabasamu na kunungunuya mwenyewe. Madhabahu imesikia, damu itazungumza. Baada ya kudondoka kwake huko mara ya pili kwa mchungaji Daniel Kipembe, kanisa la Chemchemi ya Baraka halikuhisi tena kama kanisa line jui la penya watu walikuwa kitegemea kuona miujiza. Hali ilikuwa tofauti sasa. Mahudhurio yalipungua. Waumini walisengenya pembeni, wengine waliepuka kumtazama Daniel Kipembe madhabahuni, huku wengine walimtazama wazi wazi wakingoja drama nyingine ijirejee. Nyumbani, Mama Esther aliketi kimya seluni yake na Biblia yake mapajani. Alikuwa akimtazama mumewe akizidi kudhoofika kila siku. Macho yake yalikuwa yakitumbukia ndani, na maombi yake ya zamani ya ujasiri sasa yalikuwa yamebadilishwa na mihemo ya utulivu. Wakati mwingine
angeketi peke yake kwenye balkoni kwa masaa, akitazama angani kana kwamba alikuwa akitafuta majibu. Ilivunja moyo wake, lakini mahali fulani ndani alijua hili lilikuwa kosa lake. Jioni hiyo, alipopiga magoti kando ya kitanda huku machozi yakimtoka usoni, aliomba, Mungu, ikiwa hili ni shambulio kweli, tafadhali mpiganie mume wangu. Nionyeshe nifanye nini. Nionyeshe jinsi ya kuomba. Ilikuwa kama mbingu ilimsikia mara moja, kwa sababu asubuhi iliyofuata, Elda Idoko Suli, mmoja wa viongozi wa kongwe kanisani, alifika nyumbani akiwa ameshika Biblia yake na mafuta ya upako. Alionekana makini. Mama Esther, hatuwezi kuendelea kujifanya hili ni jambo la kawaida. Kitu kimeachiwa. Ni lazima tuinuke kwa maombi kabla kitu hiki hakijameza huduma. Usiku huo, kikundi kidogo kilikusanyika ndani ya kanisa la Chemchemi ya Baraka. Elda Idoko, wapiganaji wa maombi wawili na Mama Esther walianza kesha la usiku wa manane kila siku, wakiomba kati ya saa 6 usiku na saa 9 alfajiri. Mwanzoni, maombi yalikuwa ya wastani, lakini siku zilivyopita, kiwango kilikuwa. Waliomba hadi jasho likawajiririka usoni na sauti zao zikakauka. Walipakanua madhabahu, walimimina mafuta ya upako kwenye milango na kutangaza kwamba hakuna nguvu geni itakayochukua kanisa. Usiku wa 3 wa kesha, jambo la ajabu lilitokea. Walipokuwa wakiomba, Mama Esther ghafla alihisi kifua chake kikimkaza na maumivu makali yalimshika kichwani. Aliyumbayumba akiishika Biblia yake kwa nguvu, na kabla mtu yoyote hajafikia, alianza kuzungumza kwa sauti ambayo haikuwa yake. Ilikuwa nzito, ya chini na yenye amri. Elda Idoko haraka alishika mikono yake na kuomba kwa sauti kubwa kwa lugha, huku mmoja wa wapiganaji wa maombi alianza kuimba. Kisha Mama Esther akapiga kelele na kuanguka magoti. Alipofungua macho yake tena, machozi yalimtoka. Hakuelewa nini kilitokea, lakini alijisikia mwepesi, mwenye nguvu zaidi, na ghafla akajua zaidi ni nini walikuwa wakipigana nalo. Kuanzia usiku huo na kuendelea, aliomba kama mwanamke aliyekuwa amebeba moto ndani ya mifupa yake. Wakati maombi yakiongezeka kanisani, Ziada Mcharo alikuwa akizidi kuwa hatari, ingawa alikuwa ameacha kuhudhuria ibada kabisa. Hakuwa akijificha. Aliendelea kutuma jumbe zenye utata kwenye status za WhatsApp, kigusia watakatifu wa uongo na wachungaji wanaohubiri kile wasichokifanya. Baadhi ya waumini wa kwaya alimtembelea kwa siri, wakiripoti umbea kuhusu kinachotokea ndani ya kanisa. Kisha, Jumatano mchana, Mama Esther aliamua hawezi kukaa kimya tena. Alichukua hatua ya ujasiri na kwenda kumkabili Ziada Mcharo moja kwa moja. Alimkuta amekaa nje ya mgahawa mdogo, akinywa chopa ya malt, akiwa amevaa gauni fupi la maua na lipstick kali, na utulivu ambao haukuendana na machafuko aliyokuwa amesababisha. Mama Esther alisimama mbele yake. Ziada, nimekuja hapa kama mwanamke, si kama mke wa mchungaji. Chochote unachokifanya kiache. Muache mume wangu peke yake, waache familia yangu peke yake. Barabara hii unayoifuata haitaisha vizuri. Ziada alitabasamu, akaweka miguu yake na kuegemea nyuma kwenye kiti. Mama Esther, mume wako alinichagua mimi na sikumshawishi, na ikiwa siwezi kuwa naye, wewe pia hautakuwa naye. Mungu wako ni mvivu, lakini miungu ya baba yangu wanajibu haraka. Lazima iishe sasa. Mungu wako ni mvivu, lakini miungu ya baba yangu inajibu haraka. Midomo yake ilitetemeka, lakini alitulia. Mungu atanipigania, alisema, na kuondoka bila kutazama nyuma. Usiku 3 baadaye, wakati wa kesha la kanisa la Ijumaa, vita ambavyo kila mtu alikuwa akiogopa vilifika. Ukumbi ulikuwa umejaa usiku huo. Waumini walitoka kila mahali. Wengine walikuwa na udadisi wa kusengenya, huku wengine walikuwa na hamu ya kumwona Mungu akitenda. Mchungaji Daniel Kipembe aliketi madhabahuni, akionekana dhaifu, akiishika Biblia yake kwa nguvu. Mama Esther aliongoza maombi ya ufunguzi, na sauti yake ilipanda juu kila dakika, huku ibada ikiongezeka na hali ya hewa kubadilika. Ghafla, kelele kubwa ilitoka nyuma ya ukumbi. Watu waligeuka haraka na kushangaa kumwona Ziada Mcharo mlangoni, akiwa peku. Nywele zake zilikuwa zimevurugika na gauni lake lilikuwa limemganda kwenye ngozi yake iliyoloa.
Aliyumbayumba mbele akipumua kwa shida na kulia, "Mtu anisaidie, inawaka, tumbo langu linawaka." Kusanyiko zima lilisimama ghafla. Waangalizi walikimbilia kwake, lakini kabla hawajafikia, jambo la kutisha lilitokea. Tumbo la Ziada ambalo lilikuwa flat sekunde 2 zilizopita, ghafla lilifura isivyo kawaida pale mbele ya macho ya kila mtu. Lilijisukuma dhidi ya gauni lake kama kuna kitu ndani kilikuwa kinajaribu kutoa. Kelele za kushangaa iliujaza ukumbi, huku wanawake wakifunika midomo yao kwa mshangao. Wengine waliruka kusimama na kuanza kupiga kelele za maombi kwa sauti kubwa. Moto! 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 Ziada alianguka chini, akipiga kelele, akipiga teke na kujivingirisha sakafuni. Sauti yake ilibadili kuwa sauti ya chini kabisa ya koo, ambayo haikuwa kama sauti yake ya kawaida laini. Alizama kucha zake kwenye ngozi yake mwenyewe, akipiga kelele kwa lugha ya ajabu ambayo hakuna mtu aliyeielewa. Wakati watu kadhaa walianza kulia na kuomba kwa sauti kubwa, Elda Idoko alikimbilia mbele na chupa ya mafuta ya upako mkononi, akipiga kelele, "Katika jina la Yesu, kila nguvu ya giza, vunja!" Lakini Ziada alipiga kelele zaidi kwa sauti za ajabu. Kisha ghafla aliacha kusoga kabisa, na kwa sauti dhaifu ya kutetemeka alinong'ona, "Baba, Mzee Kishimbo, wanataka mimi. Roho anataka mimi. Walisema ninawadai damu." Ukimya mzito ulitanda juu ya ukumbi mzima. Hakuna aliyesema au kusonga. Mama Esther alipiga magoti kambo yake na kusema, "Ziada, roho uliowaita wamekugeukia. Rudi kwa Mungu kabla haijachelewa." Ziada alilia kimya na akainua kichwa. Usiku huo, kanisa la Chemchemi ya Baraka halikulala. Kesha liliendelea hadi alfajiri. Kusanyiko zima lilia, liomba na likaabudu. Hofu na heshima vilijaza anga. Jua lilipochomoza, watu waliondoka huduma wakinong'ona katika vikundi vidogo vidogo. Wengine walishutuka, wengine waliogopa, na wengine walifurahi kwa siri kubeba gifts mpya nyumbani. Kwenye malango ya kanisa, wanawake wawili walikuwa wamekumbatana mikoba yao na kunong'ona haraka, "Dada Joy, ulimuona tumbo la Ziada?" Mmoja wao alisema kwa macho mapana. Lilikuwa flat alipoingia, lakini lilifura kama mimba ya miezi 7 wakati alianguka chini. "Hilo si la kawaida dada yangu." Dada Joy alipiga kelele ya hasira na kurekebisha skafu yake. "Ha? Kawaida gani? Hilo linapita kawaida. Mimi tayari nimemwambia mume wangu, hakuna kesha la usiku kwa sasa. Kitu chochote kitakachofanya tumbo langu lianze kucheza lenyewe, sitaki." Mita chache mbali, Mama Iyaji, ambaye alijitangaza mwenyewe kama kituo cha habari cha ushirika wa wanawake, tayari alikuwa akitoa toleo lake la matukio. "Nilisema yote," alitangaza kwa sauti kubwa na kupiga makofi kwa msisitizo. "Sikusema kuna kitu kati ya Papa Moto na msichana huyo? Mliliita mimi msengenyi, lakini nani msengenyi sasa? Roho hawaongopi." Mmoja wa waangalizi wa vijana alijaribu kumtuliza. "Mama Iyaji, naomba punguza sauti yako, watu bado wapo." Lakini alimpuuza kabisa. "Kupunguza sauti gani? Haikuwa ndani ya kanisa, tuliona action film live and direct. Tumbo lake lilifura mbele ya macho yetu. Mimi nilikuwepo, nilitaka hata kuzirai. Kama si kwa ajili ya Roho Mtakatifu, ningeanguka." Nyuma yao, kundi la wanaume walibishana karibu na maegesho ya magari. "Mimi siamini haya mazungumzo yote ya shambulio la kiroho. Ni shida ya mimba ya kawaida. Mchungaji alikana mimba na labda alitumia hirizi na kitu hicho kikarudi kwake." Mwanamume mwingine alitikisa kichwa. "Sahau jambo hilo. Hukuona alipoongea kwa lugha ile ya ajabu? Hata Google Translate haiwezi kuelezea hilo." Wakati huo, wanakwaya waliondoka katika vikundi bado wakitetemeka. "Dada Naomi, unadhani tunapaswa kubadi kufanya mazoezi kwa wiki ijao?" Naomi alitazama huku na huku kwa oga. "Mimi, nitakaa nyumbani na kuomba. Kwaya hii imeona drama nyingi sana. Kitu kinachofuata sasa, mtu atasema drama imeingiwa na kepo." Walicheka, lakini kwa undani hakuna mtu aliyesikia salama kweli. Mbali huko, ndani kabisa ya Kogi, Mzee Kishimbo aliketi nje ya kichaka chake kimya, akitazama kwenye sufuria za udongo zinazowaka, ambapo damu ya tambiko bado ilikuwa ikichemka polepole. Uso wake ulikuwa umepauka na midomo yake ilikuwa ikitetemeka.
kwa sababu alijua kitu ambacho hakuwa amemwambia binti yake. Roho zalizoziomba zilikuwa kongwe na zenye njaa zaidi kuliko walivyotarajia, na mara zilipoonja damu hazitaacha hadi zitakapopata kile walichokitaka. Na kwa bahati mbaya sasa walikuwa wameanza kugeuka. Asubuhi iliyofuata Mama Esther aliamka mapema. Alijisikia dhaifu kutokana na usiku mrefu wa maombi, lakini roho yake haikutulia. Alimkuta mchungaji Daniel Kipembe amekaa kando ya dirisha akitazama utupu. Mabega yake yalikuwa yamelegea na Biblia yake haikuguswa mezani. Hakuwa amelala hata kidogo. Aliketi kando yake. "Daniel, lazima unizungumzie. Nahitaji kuelewa nini kinaendelea. Jambo hili ni kubwa kuliko sisi sasa." Alipitisha vidole vyake juu ya paji la ulo wake na akapumua kwa shida. "Esther, sijui jinsi ya kuelezea tena. Niliomba, nilifunga, nilijaribu kuificha. Nilidhani itaondoka, lakini kila kitu kinaanguka. Kanisa, jina langu, wito wangu, kila kitu." Kabla hajajibu, kulikuwa na kugongwa kwa nguvu kwenye mlango. Mama Esther alipoufungua, Elda Idoko alisimama pale akishika baharafu ya kahawia kwa nguvu mkononi mwake. "Esther, tunahitaji kuzungumza. Haliwezi kugonjwa." Baadaye mchana huo, bodi nzima ya wazee ilikusanyika katika chumba cha mikutano cha kanisa. Kila mtu alitazama kwa mashaka. Faili zilitaparuka mezani na kila jozi la macho lilikuwa limemtazama mchungaji Daniel Kipembe alipoketi kichwani akionekana mchovu na mchofu. Elda Idoko alikohoa. "Papa moto, usiku uliopita ulituonyesha kitu ambacho hatuwezi kukipuuza tena. Kuna nguvu zinazopigana na huduma hii lakini pia kuna siri zinazotula kutoka ndani. Kabla hatujaanza kupigana na giza nje, ni lazima tushughulike na vivuli ndani kwanza." Aliangusha baharafu ya kahawia mezani na ikalisogeza kuelekea kwa Daniel Kipembe. Ndani kulikuwa na taarifa za benki, risiti za uhamishaji na rekodi za kifedha zinaonyesha maelfu ya naira zilitumwa kwenye akaunti ya kanisa kwenda kwenye akaunti ya private isiyosajiliwa. Akaunti hiyo hiyo iliyokuwa ikiunganishwa na Ziada Mcharo. Kushtuka kwa pamoja kulijaza chumba. Mama Iyaji ambaye alikuwa ameketi mwisho wa mbali alipiga paja lake na kutoa sauti ya hasira kwa sauti. Nilisema lakini hakuna aliyeniamini." Taya ya mchungaji Daniel Kipembe likazwa. Mkono wake ulitetemeka kidogo alipofungua nyaraka, lakini bado alisema, "Si vile inavyoonekana. Nilimpa pesa ndiyo, lakini hayakuwa fedha za kanisa, zilikuwa zawadi za kibinafsi, na hapa mbele za Mungu sikugusa pesa za huduma." Elda Chikuma, mmoja wa changa zaidi kwenye bodi, aliegemea mbele kwa kasi. "Papa, inaonekana roho zile hazijakutesa vya kutosha, abi? Bado unaongopa. Iko wazi kwenye karatasi kwamba uhamisho ulitoka kwenye akaunti ya kanisa. Haya si fedha za kibinafsi sasa." Koo la Daniel Kipembe lilikauka. Hakuweza kuongea tena. Chumba kilianza kujawa na minong'ono mikubwa, huku wazee wengine wakitaka kusimamishwa kwake, huku wengine wakiomba amani. Mwishowe, Elda Idoko alinyanyua mkono wake kupitia machafuko. "Inatosha, huu si wakati wa kupiga kelele. Vita vya kiroho vimeingia kanisani hili, na ikiwa tutaendelea kupigana sisi kwa sisi, tutajiharibu wenyewe kabla ya shetani hata hajatugusa." Mkutano uliisha bila suluhisho, lakini jambo moja lilikuwa wazi. Sifa ya mchungaji Daniel Kipembe ilikuwa imeharibiwa na kuirekebisha haingekuwa rahisi. Jioni hiyo, Mama Esther alipokea simu isiyotarajiwa kutoka kwa nambari ya ajabu. Sauti kwenye upande wa pili ilikuwa ikitetemeka na ya dharura. Alikuwa mmoja wa ndugu wa ziada kutoka Kogi, msichana mdogo aliyeitwa Onimisi. "Mama Pastor, tafadhali, nahitaji kukuona. Ni kuhusu Ziada na mtoto," Onimisi alisema. Walikubaliana kukutana kwenye mkahawa mdogo pembezoni mwa mji wa Amani. Mama Esther alipofika, Onimisi alikuwa tayari amekaa. Aliegemea karibu. "Mama Pastor, hujui Ziada ni nani? Hata hujui anatoka wapi?" Mama Esther akakunja uso kwa kuchanganyiko. "Unamaanisha nini?" Sauti ya Onimisi ilitetemeka alipoongea. "Ziada si kama watoto wengine. Alipozaliwa, mjomba wangu, mzee Kishimbo, alimpeleka kwenye kishaka. Agano lilifanywa usiku huo. Roho zilimpa nguvu, utajiri, ushawishi na ulinzi. Lakini badala yake, mtoto wa kwanza aliyezaliwa katika ukoo wetu angekuwa wao.
Mtoto huyu alikuwa Ziada. Maisha yake, hatima yake, hata tumbo lake si mali yake. Mama Esther alimtazama kwa mshangao. Onimisi aliendelea, Mbimba, ikiwa atabeba mtoto wa mwanamume yote bila ruhusa ya roho zijilipisa kisasi. Ndio maana tumbo lake lilifua usiku ule. Wanadai damu ya watoto au, ghafla aliacha na kupunguza sauti yake, au damu ya mwanamume aliyeotesha mbegu. Mama Esther alishuka tumbo lake. Alishika meza kwa msaada, akipigana na kizunguzungu kilichokitisha kumzidi nguvu. Kufikia Jumamosi asubuhi, kanisa lilikuwa likichemka na mtanuko. Nusu ya kusanyiko iliamini mateso ya Ziada ilikuwa adhabu kwa kugusa mti wa mafuta wa Mungu. Nusu ingine iliamini Mungu alikuwa amemfichua Daniel Kipembe, na wakaanza kumwepuka kabisa. Utete uliruka sana kwenye makundi ya WhatsApp. Papa Moto ameanguka, yuko chini ya laana, kanisa limeisha. Mchungaji Daniel Kipembe alipoingia kwenye ukumbi asubuhi hiyo, salamu za ngurumo za kawaida zilibadilishwa na ukimya wa ashaibu. Waumini waliepuka macho yake, wengine walikataa kukaa karibu na rafu ya mwanzo. Hata kwaya ambapo Ziada alisimama moja waki, iliimba kana kwamba hofu ilitanda juu ya vichwa vyao. Mama Esther alitazama kila kitu kimya kutoka kwenye kiti chake. Bado hakuwa amemwambia Daniel Kipembe alichojifunza kutoka kwa Onimisi. Angeweza vipi? Angewezaje kuelezea kwamba roho zile zile ambazo baba ya Ziada aliwaita sasa zilikuwa zinadai maisha yake? Usiku huo huo, ndani kabisa ya msitu wa Kogi, mzee Kishimbo aliketi mbele ya kichaka chake akikoroga sufuria inayowaka. Hakuwa amevitarajia roho kugeuka dhidi ya binti yake mwenyewe kwa ukali. Alimimina libation tambiko na kuimba akijaribu kuwatuliza, lakini moto ndani ya sufuria ghafla ulipanda juu kwa nguvu na kugeuka kuwa rangi isiyo ya kawaida ya nyeusi. Sauti iliyotoka kwenye moto haikuwa ya kibinadamu. Agano limevunjwa, damu lazima ijibu kwa damu. Uso wa mzee Kishimbo uligeuka pale, huku jasho baridi likimlowesha mgongo wake. Kwa mara ya kwanza, daktari mkuu wa kienyeji alihisi hofu. Usiku huo, Mama Esther aliamka kutoka kwenye ndoto nyingine ya kutisha. Wakati huu, alimwona Daniel Kipembe amesimama ukingoni mwa shimo refu. Aliinua mikono yake huku vivuli vyeusi vikijaribu kumvuta chini. Aliamka akipiga kelele jina lake huku machozi yakimtoka usoni. Na kwa wakati huo, alijua jambo moja kwa hakika: vita vijavyo vitakuwa kwa ajili ya maisha ya mumewe. Kufikia hatua hii, halikuwa siri tena. Mji wa Amani mzima ulikuwa ukizungumza kuhusu kanisa la Chemchemi ya Baraka. Kanisa lilikuwa limekuwa kitovu cha minong'ono, hofu na usengenyi. Video za Ziada akipiga kelele sakafuni zilikuwa zikisambazwa kila mahali: Facebook, WhatsApp na Instagram, na maelezo kama vile drama kanisani, side chick amshambulia mchungaji, upako dhidi ya nguvu za kichaka, nani atashinda? Kufikia Ijumaa iliyofuata, ukumbi ulikuwa umejaa mpaka ukingoni. Watu walitoka kila mahali, si waumini tu, bali watu wa nje, waandishi wa habari, wanablogu na wageni wenye udadisi waliotaka kuona nguvu dhidi ya nguvu. Mchungaji Daniel Kipembe alisimama nyuma ya jukwaa akiwa anavaa kanzo yake nyeupe, akishika Biblia yake kwa nguvu. Uso wake ulionekana umeahuka na mikono yake ilitetema kidogo. Kwa wiki kadhaa alikuwa amehisi mzigo wa aibu, hatia na mashambulizi yakimkandamiza hadi ikawa vigumu kupumua. Hakuwa akila vizuri au kulala, na mzigo wa kanisa, kashafa na nyumba yake iliyovunjika ilikuwa ikimponda. Kando yake Mama Esther alisimama akiwa anavaa gauni rahisi jeupe. Alikuwa ametumia wiki nzima kufunga, kuomba na kulia mbele za Mungu kwa ajili ya maisha ya mumewe. Bado hakuwa amemwambia kuhusu agano alilogundua kutoka kwa binamu ya Ziada, lakini ndani kabisa alijua huduma hii ingeambua kila kitu: ndoa yao, kanisa na labda maisha yake kabisa. Uamsho huo uliitwa Rehema Bado Inazungumza, na Elder Idoko amemkusanya wachungaji kutoka makanisa tofauti karibu na mji wa Amani kuombea. Kwaya iliimba polepole mwanzoni, lakini sauti zao zilitetemeka huku nguvu katika anga ikizidi kuwa nzito. Waangalizi walijitahidi kudhibiti umati unaokuwa. Mchungaji Daniel Kipembe alipoingia madhabahuni, kusanganyiko lilihisi ukimya. Alishika microphone na kuanza: usiku huu leo tuko hapa kwa sababu rehema ya Mungu ni kubwa kuliko makosa ya wanadamu. Tuko hapa kwa sababu wakati wanadamu wanapofeli, Mungu bado anatupa nafasi nyingine. Nimetenda dhambi mbele za mwanadamu na Mungu, na ninaomba msamaha wako. Baadhi ya waumini walifuta machozi kimya, wengine walishusha vichwa vyao, lakini kabla hajaendelea, kelele kubwa ilipenya ukumbi mzima. Kila mtu akageuka. Ziada alikuwa nyuma ya ukumbi, peuke na mwenye jasho. Mikono yake ilikuwa ikiishika tumbo lake kwa msaada. Gauni lake lilininga juu yake, lakini tumbo lake lilijisukuma mbele isivyo kawaida, kama kitu kilicho hai kilikuwa kisonga kwa nguvu. Aliumbayumba mbele, akipumua kwa shida na kulia.
acheni iishe tafadhali, Papa nisaidie. Na kisha kabla mtu yote hajafikia, alianguka kwenye vigae baridi akijivingirisha kwa nguvu. Sauti yake ghafla ilibadilika na kuwa kitu kisichojulikana, na akaanza kuzungumza kwa lugha ya ajabu ambayo ilileta utisho migongoni mwa watu. Waangalizi wawili walijaribu kumnyanyua, lakini walirushwa nyuma kana kwamba nguvu isiyoonekana iliwasukuma. Watu walipiga kelele, wengine walianguka magoti, wakiomba kwa sauti kubwa, na hofu ilikamata kusanyiko. Elda Idoko alishika mafuta ya upako na kupiga kelele juu ya kelele, tunaifunika ardhi hii kwa damu ya Yesu. Hakuna roho geni itakayochukua nyumba hii. Lakini sauti ya ziada linguruma zaidi ya uwezo wa kibinadamu. Hamwezi kuwa naye. Yeye ni wetu, damu yake ni wetu. Kelele za kushangaza ziliibuka kila mahali, huku macho yote yakigeukia mchungaji Daniel Kipembe ambaye alisimama akiwa ameganda, huku jasho likimtoka usoni. Mama Esther alikimbilia kando yake na kumshika mkono wake kwa nguvu. Usiogope, simama imara. Wachungaji wa maombezi haraka walikusanyika na kumzunguka Ziada mahali alipolala, akipiga teke na kupiga kelele. Kusanyiko lilivunjika katika ibada. Ukumbi mzima ulitetemeka kwa maombi, makofi na vilio vikubwa vya Yesu, Yesu, Yesu. Mama Esther alipiga hatua mbele kwa ujasiri na kutangaza, kila agano linalozungumza dhidi ya kanisa hili, vunja sasa kwa jina la Yesu. Aliweka mkono wake kwenye paji la uso la Ziada na kuomba, enyi nguvu zinazodai damu, nisikilizeni. Damu ya Yesu inazungumza zaidi ya maagano yenu. Mwachie mume wangu, achia madhabahu hii. Ziada alipiga kelele zaidi. Mwili wake ulijikunja kutoka chini hadi ghafla upepo baridi ulivuma kwenye ukumbi, ukifanya maparisha ya pepee kwa nguvu. Balbu zilizimika juu ya vichwa vyao na watu wengi walianguka magoti wakilia kwa lugha. Kisha ikitokea, Ziada alifungua macho yake na sauti ndito igugumia, agano limevunjwa, damu lazima ijibu, mtu lazima afe usiku wa leo. Kanisa lilitandaa kwa ngurumo la maombi. Wachungaji walimzunguka Danieli Kipembe wakiweka mkono juu yake, huku Mama Esther alikataa kumwachilia mwili wa Ziada uliokuwa ukitemeka. Na kisha katika mwanya wa mtetesi, Ziada alitoa kelele na upasua sikio na kuanguka kimya kabisa. Kwa sekunde chache kila mtu aliganda, akidhani amekwenda, lakini kisha mwili wake ulitetemeka kidogo na sauti yake mwenyewe dhaifu ilitoka kwa mara ya kwanza. Nisaidie, tafadhali, sitaki kufa. Mama Esther alimkumbatia kichwa chake na kusema, Yesu tayari amelipa bei, uko huru. Ghafla, tumbo la Ziada lianza kupungua polepole mbele ya macho ya watu wote. Likawa flat, huku kusanyiko likizuka kwa vigelegele ya haleluya, wakilia, wakipiga makofi na kuomba kwa sauti kubwa. Ilikuwa kama giza zito limeuniliwa kutoka kanisani. Baada ya masaa ya maombi makali, Hamani hatimaye ilirudi kwenye kanisa la Chemchemi ya Baraka. Ziada aliketi kwa udhaifu kwenye kiti akiwa amevikwa shali. Alikiri kila kitu wazi mbele ya kusanyiko. Alizungumza juu ya kichaa cha baba yake, alikiri agano, alikiri kuwaita roho kwa hasira kwa sababu alitaka kumwangamiza mwanamume ambaye alimwangamiza. Na kisha kwa sauti ya kutetemeka, aliomba msamaha kwa kanisa zima, hasa Mama Esther ambaye alikwenda kwake, akamvuta katika kumbatio na kusema, uko huru sasa, anza tena. Mchungaji Daniel Kipembe bado akitetemeka, alianguka magoti mbele ya kanisa zile akilia wazi wazi, nimemwangusha Mungu, nimemwangusha mke wangu, wito wangu na huduma hii. Lakini ikiwa Mungu atanipa rehema, nitasimama tena. Baadhi ya wazee walilia, wengine walimwombea. Mbali huko Kogi, msitu ulikuwa kimya isiyo ya kawaida. Upepo haukuwa ukivuma tena kupitia miti, na kichaka ambacho hapo awali kilijaa nyimbo sasa kilikaa baridi na kimya. Ndani, mzee Kishimbo alilala kimya kando ya sufuria za udongo. Macho yake yalikuwa wazi lakini hayana uhai. Roho walikuwa wametimiza neno lao. Damu waliohidai ilikuwa imekusanywa, lakini wakati huu haikuwa ya Ziada au Daniel Kipembe, ilikuwa yake. Baada ya usiku huo, mambo yalibadilika polepole. Ziada alikaa nyuma huko Kogi kwa ukombozi kamili baada ya kumpoteza mtoto. Mchungaji Daniel Kipembe alijiuzuru kwa muda, akitumia miezi 6 mbali na mimbari, akifunga, akiomba na kutafuta urejesho. Mama Esther aliongoza mikutano ya maombezi ya wanawake na alianza kuwashauri wake waliokuwa wakipitia vita vya kimya. Kanisa la Chemchemi ya Baraka ilipoteza baadhi ya waumini, lakini walipata wengine wengi. Ilianza kujulikana kama madhabahu ambapo rehema inazungumza zaidi kuliko hukumu. Na kupitia vita, jambo moja lilikuwa limejifunza:
Wakati mtu wa Mungu anapomsahau Mungu, dhambi zake za siri huzungumza zaidi ya mahubiri yake. Lakini wakati Mungu anapoamua kumpigania wake, hakuna kichaka, hakuna roho na hakuna laana inayoweza kusimama dhidi ya rehema yake. Na hivyo ndivyo Baba Muto alivyoacha kuwa baba wa miujiza ya nje na kuwa baba wa nyumbani. Mchungaji Daniel Kipembe na Mama Esther walijenga tena ndoa yao kwenye msingi wa ukweli na mafuta ya upako wa kutokuwa mwaminifu tena. Siku hizi, Mchungaji Daniel anapohubiri, hachekeshi tena watu kwa nguvu za umeme, bali anawaliza kwa uzoefu wake halisi. Na Mama Esther, yeye huongoza maombezi ya wanawake kwa moto, akihakikisha kila mwanakwaya mrembo mwenye sauti ya malaika, kama Ziada wa zamani, anakuwa na ushauri wa kitaalamu na anaketi mbele ya gari ya mchungaji, si kando yake. Funzo la leo: kiburi huanzisha vita vya kiroho, lakini mke mwema na maombi hupigana na kichaka, roho na hata fedha za kanisa. Jifunze kusikiliza mke wako kabla roho hajakusomea taarifa zako za banki hadharani. Usiache rehema ikupite. Ikiwa hadithi hii imegusa roho yako, imekufundisha somo, au tumbo lako limefua kidogo kwa msisimko wa dakika ya mwisho, like video hii. Hii inaonyesha roho ya Mama Esther inashinda. Comment, tuambie hapa chini, nini kilikushtua zaidi? Je, ni mzee Kishimbo kulipa deni au Daniel Kipembe kuacha suti yake ya semeta? Tunasoma kila comment. Subscribe, jiunge na chaneli yetu sasa. Utaki kukosa video yetu inayokuja, inayoitwa Kichaka cha Kogi vs Kwaya na Kisasa, nani anajua lugha zaidi? Asante kwa kutazama, tukutane kwenye video inayokuja.